3 verse 10 to verse 17. We are following up na mafundisho ya systematic God. Tunapoangalia katika mpangilio wa Mungu, then tunaweza kutazama na kuangalia ya kwamba right from salvation, mwanzo tu katika wokovu. Wokovu ni mwanzo wa mpangilio wa Mungu. Bwana sifiwe. Wokovu ni mwanzo wa mpangilio wa Mungu. So mtu anaingia katika mpangilio wa Mungu kupitia kwa wokovu. Kabla mtu hajaokoka, hayuko katika mpangilio ya Mungu. Japo Mungu anamjua, japo Mungu anamfahamu, lakini hawezi kuwa katika mpangilio ya Mungu. And then wakati mtu anapoingia katika mpangilio ya Mungu, the most important thing in the heart of God is God wants to build a relationship. Bwana sifiwe. God wants to build a relationship. Anakuokoa ili ajenge uhusiano na wewe. Amen. Na kwa sababu Mungu anavali uhusiano yake na mwanadamu, anavali hiyo uhusiano kati yako na yeye. So kukuokoa ni mwanzo wa uhusiano wako na Mungu. So kitu kubwa ndani ya moyo wa Mungu ni aweze kujenga uhusiano na wewe. He wants to build a relationship with you. Praise the Lord. Ukiangalia watu wote katika Biblia, they had a relationship with God. And God is looking for a perfect relationship between you and him. Bwana sifiwe. Unapoona Adam, Biblia inasema ya kwamba kuna wakati Mungu angekuja chini na kuwa na ushirika na Adam. Bwana sifiwe. Because Mungu ana value relationship. Ana value uhusiano. So wakati mwingine angekuja chini na kushirikiana na Adam, kukuwa na hiyo ushirika. Hawezi shirikiana na mtu until you have a relationship with that person. Until kuna uhusiano umejengeka ndani yako na huyo mtu, ndiposa mnaweza shirikiana. Lakini kama uhusiano haijajengeka na huyo mtu, hamwezi shirikiana. Bwana asifiwe. Kuna watu unawaonanga tu. Unaweza sema huyu mtu namuonanga akipita hapa. Unaweza sema najua anaishi pale. Bwana asifiwe. Lakini kwa sababu hauna uhusiano na huyu mtu, haujawahi pata nafasi ya kushirikiana na huyu mtu. So that was the relationship ambayo Mungu alijenga kati yake na Adam. Tunapoangalia Abraham had a relationship with God. In fact, ilifika mahali Mungu akauliza, shall I hide what I want to do to Abraham? But Mungu ana feel guilty ndani ya moyo wake. Je, nitamficha hii ambayo nataka kupanga? Ndio maana kwingine one of the prophets akaguswa na Roho Mtakatifu akasema, God shall not do anything without revealing it to his prophets. Yes. Hata ifanya without revealing it to his prophet. So ile uhusiano uliokuwa kati ya Abraham na Mungu haikumruhusu Mungu kumficha chochote. Akamweleza na macho yangu imeelekea kule Sodom, maana nimeona maisha yao ambao wanaishi. In fact, unapoangalia unaona there's a conversation between Adam and God. Abraham and God. Maana Abraham anaambia Mungu, na sasa kule ukipata watu wenye haki bado utajaribu. Then they are bargaining. Bwana sifiwe. Kwa nini wanaweza kubargain? Because there is a relationship that has been developed between God and Abraham. Kuna uhusiano tayari umejengeka kati ya Abraham na Mungu. Kuna Lord, kuna watumishi wa Abraham wako, lakini God has developed a relationship between himself and Abraham.
Ukiendelea kusoma Biblia utapata uhusiano ulioko kati ya Mungu na Moses. Bwana sasa. Mpaka wakina Miriam na Harun wanasema kwani huyu Mungu anaongea tu na Moses peke yake? Kwani sisi hawezi ongea na sisi? Kila wakati ni Moses. Hawezi ongea na sisi? Hata sisi pia ni watumishi wa Mungu. Bwana sasa. Maana walikorogeka kule ndani. Kasema hata sisi pia ni watumishi wa Mungu. Nafikiria hii discussion ilitoka kwa Miriam. Miriam akachocha Harun akaingia kwa hiyo mitego. Wakaanza kuchocheana. Lakini Mungu akamwambia msikizeni. Kwa watu wote nitaongea kupitia kwa njia mingi. But for my servant Moses, I will speak to him directly, one-on-one. Because I have built a relationship with him. Praise the Lord. God is happy when a relationship exists between you and him. That is what God is looking for. God is looking for a relationship between you and him. In fact, that is the reason why God is saving you. Mungu anakuokoa ili uwe na uhusiano na yeye. Hakuna sababu nyingine. God has everything. Bwana sifiwe. There's nothing he's looking for from you. There's nothing you can give to God. He has everything, including yourself. Praise the Lord. What God is looking for is just a relationship between you and him. And God is looking for a perfect relationship which will develop as you grow together. Anasema ya kwamba I have found David a man after my own heart. He's not just a servant, he's a man after my own heart. But remember, before God establishing David, there was Saul. Kulikuwa na King Saul, Bwana sifiwe. Lakini kuna wakati Mungu anatestify anasema I regret why I established Saul as a king. Kumbe God can regret because of me. I don't know why I established him. I am so much grieved because I have no relationship with him. He's living his own life. Even though I established him, there's no difference between after I established him and before I established him. Hakuna tofauti. Vile alivyokuwa anaishi pale nyuma, ndivyo bado anaishi hata baada ya kumchagua. Kumbe Saul hakuelewa moyo wa Mungu. Saul hakuelewa moyo wa Mungu. Nasi kama hatutafahamu moyo wa Mungu, we can be rejected by God. Because Mungu akasema, sijui kwa nini nilimsimamisha huyu Saul. Najuta. I am so much disturbed in my heart. Why I established Saul? In fact, Samuel aliendelea kuombea Saul. Bwana sifiwe. Samuel aliendelea kuombea Saul. Naomba Mungu, naomba badilike, naomba umpe rehema. Mungu akamwambia ondoka. Bwana sifiwe. Mungu akamwambia ondoka, wacha na hiyo mchezo unafanya. Because ukiendelea hivi hata kumbe wewe uko na shida. Because you don't understand my heart, you as well. Haujui ya kwamba nimemkataa huyu mtu. Mungu akamwambia Samuel, wachana na huyo, nimemkataa. Because there is no relationship that exists between me and him. Saul did not understand the heart of God. Hakuelewa moyo wa Mungu. Tunapookoka, kama vile ndugu wetu ambao amesema, tunaweza okoka leo na tuondoke tuende mbinguni. Bwana sifiwe. Because honestly, baada ya kuokoka, we don't belong to this one. Baada ya kuokoka, we don't belong to this one. Then we are supposed to leave. Instead unaokoka saa hii unaondoka unaenda nyumbani. Because hapa sasa si kwako. Lakini
Baada ya kuokoka, there's something that God wants to do with your life. Amen. Kuna kitu ambayo Mungu anataka kufanya. Wokovu sio mwisho, wokovu ni mwanzo. Anataka kuanza kazi na wewe. Anataka kuanza kazi ndani yako. Na ndio maana anataka uhusiano kati yako na yeye. Anataka aweze kupata uhusiano kati yako na wewe. Na kama vile kila aina ya uhusiano, kuna mwanzo na kuna safari ya uhusiano. Bwana asifiwe. Yesu alikaa na wanafunzi wake kwa kipindi. Akiwaongoza mambo mengi, akiwaelekeza mambo mengi. Siku moja akaambia wanafunzi wake, siwaiti tena watumishi. Bwana asifiwe. I do not call you servants again, but I'm calling you friends. Nawaita marafiki, siwaiti watumishi tena. Ninawaita marafiki, maana uhusiano umejengwa kati yangu na nyinyi. Because a servant does not know what the master is doing, but a friend knows. Bwana asifiwe. That is what God wants to develop with you. Mungu anataka ajenge uhusiano na wewe. God is looking for a relationship with you. Bwana asifiwe. There's nothing else that God is looking for from you. But God is looking for that relationship where you can relate with God one-on-one. Where you can associate with God one-on-one. You know the heart of God, and you can live with the heart of God. The man of the book of Daniel says, many will do wickedly against the covenant, but those who know their God. Praise the Lord. But those who know their God, they understand the heart of their God. Amen. They know the will of their God. Amen. They know the purpose of their God. Amen. Those people will do exploits. Amen. Because God will be working with them. Amen. You know the heart of God. You understand the heart of God. I don't need to explain much to Endamash, because Endamash knows my heart. If God can testify like that, praise the Lord. That is what God is looking for. A relationship that He can be proud of. He can be proud of a relationship between you and Him. Kama vile aliringia shetani kwa Job. Bwana asifiwe. Akaambia shetani, hizo ni mambo yako. Mimi najua Job vizuri. I know Job. And I know a relationship I have with Job. It's not just an ordinary relationship. Shetani anasema, si ni kwa sababu ya zile vitu nampea. Nikamwambia hapana. Hizo vitu si kitu. I know Job and the relationship I have with Job. Na kama unafikiria ni uongo, enda ukuze hizo vitu zote. Because unafikiria hizo ndio vitu zinafanya Job ananipenda. Anipendi bure. Our hearts are connected together. You can get hold of everything, but they are nothing. Praise the Lord. Ndio maana Yesu alipokuja siku moja akasema, don't fear someone who only has the power to kill the body, but it doesn't have the power to kill the soul. Amen. Because the body is nothing. We have a connection with God in our soul, with our spirit. Praise the Lord. Amen. You cannot change that. No matter what happens, you cannot change. Hii mwili itabadilika. Praise the Lord. But there's a DNA of God in you that cannot be changed. Amen. What is that? Amen. You cannot change a DNA no matter what happens. Amen. That is why Satan doesn't know how to change that DNA. Praise the Lord. Amen. No, the Bible says like this. Let's look at the book of John chapter 3 verse 9.
kila mtu aliyezaliwa na Mungu hatendi dhambi, kwa sababu uzao wake wakaa ndani yake, wala hawezi kutenda dhambi kwa sababu amezaliwa kutokana na Mungu. Kwa sababu amezaliwa kutokana na Mungu. Kumbe God gives birth. Bwana sifiwe. Kumbe Mungu anazaa. Hallelujah. The Bible says, whoever has been born of God does not sin. Hata akitaka hawezi. Because the seed of God remains in him. And he cannot sin. Because he has been born of God. He cannot. In other words, the seed of God cannot be replaced in him. Bwana sifiwe. Kuna kazi na kuna matendo za mwili. Ziko. But matendo za mwili haziwezi badilisha mbegu ya Mungu ndani yako. The seed can never be changed, no matter what happens. Praise the Lord. The seed can never be changed, no matter what happens. Si nyinyi mko na watoto? Huyo mtoto wako ni nini naweza mfanya akose kuwa mtoto wako? Praise the Lord. What can happen for that child to stop being your child? Hakuna chochote kinaweza fanyika because the seed cannot be changed. Bwana sifiwe. The seed cannot be changed. Hata vunje masahani zote kwa nyumba. Unaweza mkasirika, umpige, umfukuze, mwambie sitaki kukuona hapa tena. That is okay. But it can never stop being your child. Because the seed cannot be changed. The seed can never be changed. And listen to me. When a child is born, a parent has a vision with that child. Bwana sifiwe. Mzazi ako na mpango na huyo mtoto. Ako na matumaini na huyo mtoto. Kama wewe ni mzazi na hauna matumaini, hauna mpango na mtoto wako, you are very miserable. Bwana sifiwe. Lazima kuna mpango ulio nayo na watoto wako. Lazima kuna ile mwelekeo ambayo unataka watoto wako wakaishi. Maana wewe ni mzazi. Bwana sifiwe. Kwa nini unampeleka shule? Praise the Lord. Kwa nini unampeleka shule? Na sio tu shule, you are choosing the best school. Bwana sifiwe. Because you want a better future ya huyu mtoto. Uko na mpangilio na maisha ya huyu mtoto. Uko na mtazamo na maisha ya huyu mtoto. Kuna kitu unataka ikatimike katika maisha ya huyu mtoto. Kuna mtazamo na mwelekeo ulio nayo na huyu mtoto. That is why unashughulika na huyu mtoto. That is why unang'ang'ana na huyu mtoto. Mara mingi maisha yao hayakupendezi. Maisha yao yanaenda hivi na hivi, lakini you don't give up. Because there's what you want out of this child. Praise the Lord. Kuna kitu uko na mpangilio na huyu mtoto. If you, just a man, you have a plan with your child. What about God? What about God? Do you think God doesn't have a plan? Bwana sifiwe. Unafikiri Mungu hana mpango? Wakati alikuokoa, do you think he doesn't have a plan? Unafikiria Mungu alikuzaa tu bure? Hata wewe, huyo mtoto wako hujamzaa tu bure. Umemzaa, unang'ang'ana na yeye, kuna maisha unataka aishi. Kuna mtazamo lazima yakamilike katika maisha ya mtoto. But you are just a man. What about God? What about when God is giving birth? Does he give birth just for the sake of it? Mungu ako na mtazamo na mtoto wake bwana. Mungu ako na mpangilio na mtoto wake. Kila mtoto aliyezaliwa na Mungu, Mungu ako na mpango na yeye. Do you know what God wants out of you?
Do you know what God gave you birth for? Bwana sifiwe. Mimi niko na mtazamo na watoto wangu. I have a plan with my children. I have a vision with my family. Bwana sifiwe. After nikiondoka, I want to make sure that the vision I have for my family will be fulfilled. The vision that I have for my family, I have to make sure it will not just die like that. It is the same way with God. There is what God wants out of you. There's a vision that God has placed because of you. God wants to accomplish something with you. You are not just here for the sake of it. Kuna wengine wanaingia tu pale kwa ile mlango na wanaondoka. But one thing you don't know, there are many churches around Nairobi. Why are you not going there? Bwana sifiwe. Why is God bringing you here? Kwa nini Mungu aliniokoa? That is what you need to understand. Kwa nini Mungu amekupatia kitu fulani? You know, God is not confused like you are confused. Bwana sifiwe. God is not confused like you are confused. Ikiwa Mungu amekupatia kitu, there's something that God wants to create with you. Kuna kitu Mungu anakusudia na hii. It is not just a show. Bwana sifiwe. Wewe ambaye uko hapa, I want you to know there's something that God wants out of you. Amen. And if there's anything that God is very much careful of, is the continuity of his heart. Bwana sifiwe. Uendelevu wa moyo wake. Can his heart be continued? Or are you going to die with his heart? And I think that was the pain that God had with Saul. Bwana sifiwe. Hiyo nilikuwa uchungu Mungu alikuwa nayo na Saul. Saul was going to die with his heart. Yeye mwenyewe afuati moyo wa Mungu na wala aongozi watu wengine katika moyo wa Mungu. And that was the pain of God with King Saul. You just want to have it for yourself. So what? Because if I live here, there's nobody that can do this ministry. Then I am the biggest failure. Can you understand the heart of God? Today, we read the book of 2 Timothy chapter 3. And Timothy is talking about, Paul is talking to Timothy. Like kuna kitu ambaye Paul anaambia Timothy. Let's look at that scripture as we wind up our time. 2 Timothy chapter 3. Read verse 10. Bali wewe umeyafuata mafundisho yangu. Bali wewe umeyafuata. Carefully, Kizungu inasema you have carefully followed. You have carefully followed my doctrine. You have carefully followed my manner of life. Well, you know, Apostle Paul, he has the hope of the future because he can see somebody behind him. In fact, ukisoma kule mbele, utapata mahali anasema wakati wangu kuondolewa umefika. My time has reached. Kwa nini anaambia Timothy? Kwa nini anaambia Timothy? Because Timothy has to continue with the heart that God has placed in Paul. Paul invested in Timothy for the future of the gospel. Amen. Paul invested in Timothy for the future of the heart of God. Ndio maana anasema you followed my manner of life. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Read verse 13 and 14. Lakini watu
watu wabaya na wadanganyaji wataendelea na kuzidi kuwa waovu, wakidanganya na kudanganyika. Bali wewe ukae katika mambo yale uliyofundishwa na kuhakikishwa, kwa maana unajua ni akina nani ambao ulijifunza kwao. Bwana sifiwe. Amen. Haleluya. Amina. Ni akina nani ulijifunza kwao? Maana wabaya wataongezeka. Bwana sifiwe. Wengine watakuwa hapa kanisani. La sana ile alihubiri. Katika kanisa kulikuwa na ndugu anaitwa nani? Alikuwa anaitwa Dime? Kuna Diotrifo na kuna mmoja kazi yake ilikuwa ni kuzuia kazi ya Mungu. Ako kanisani, lakini kazi yake ni kuzuia kazi ya Mungu, na wataongezeka. Usidhani injili itazuiliwa na wale watu wako nje. Ule mtu ambaye amekataa moyo wa Mungu na ako kanisani atazuia kazi ya injili, because anafuata moyo wake. Lakini Apostle Paul anasema, lakini wewe uendelee katika ile huduma uliyopokea, ukijua ni wakina nani ulijifunza kwao. Ndio na sana nikawaambia, in the things of God there's a spiritual connection. Bwana asifiwe. There's a spiritual, the heart of the servant of God is passed. Yani inasambazwa. The heart of the servant of God inasambazwa kwa mwingine na kwa mwingine na kwa mwingine. Kuna wakati wakina Peter walikuwa mahali wakahudumu, wakaongea maneno magumu, na watu wakaanza kujiuliza, na watu tunajua hawajasoma. Na watu hawajasoma, wananenaje hizi maneno? Lakini walipoendelea kuchunguza, Biblia inasema wakagundua kwamba walikuwa na nani? Kumbe walikuwa na Yesu. Because they were together. The life of Jesus can be seen in them. The heart of Jesus was passed from Jesus to them. So if you look at them, you can see the life of Jesus. Because walipiga mahesabu, wakaangalia watu wakashindwa. Hao watu tunawajua, hata masomo hawana. Hii maisha wanaishi imetokana na, wakafanya uchunguzi na upelelezi. Biblia inasema wakakuja kugundua hao watu walikuwa na Yesu. Then tashwishi yao ikaisha. Kama walikuwa na Yesu, now we understand. Because they know the life that Jesus lived. Ndio maana Apostle Paul anasema, you know from whom you've learned them. Unajua umeyasoma kutoka kwa nani? Na juzi mchungaji alisema kitu hapa ya muhimu sana. Don't just follow anybody because he's calling himself a servant of God. The reason why there are many churches in Kenya is because of the spirit of rebellion. It's because there's a spirit of rebellion. If I rebel from here, I will go and establish a church somewhere. Remember, I will preach the gospel, but inside me there is a spirit of rebellion. That spirit will be passed from me to another person. And that person will also pass that spirit to another person. Will also pass that spirit to another person. The way I broke from here and I went to open another church, somebody will break from my ministry and will go to open another church. And somebody will break from that person's ministry. And that is why there are many churches in Kenya. They are not in the foundation of God. They are in the foundation of rebellion. But that is not the heart of God. That is not the heart of God. That is why Apostle Paul anambia Timothy, you know the one whom you've learned it from. You know what you've learned from me. You know me very well. You can give testimony about me. Praise the Lord. Amen. That is why you must be very careful whom you are following.
Endelea na ile kazi. Endelea na ile kazi ambayo Mungu ameweka ndani yako, ukijua ni nani umejifunza kwake. Praise the Lord. God is concerned with you and your development. That is why there are 3 important things in the heart of God. What does it mean? The first one, Ephesians 4:12. Epafra aliye mtu wa kwenu, mtumwa wa Yesu Kristo, awasalimu akifanya bidii siku zote kwa ajili yenu katika maombi yake, ili kwamba msimame wakamilifu na kudhibitika sana katika mapenzi yote ya Mungu. Epafra anaomba, na kitu ambacho anaombea ni kwamba these people to be complete. Bwana sifiwe. Hiyo ndio ombi lake, that these people to be complete, wakakamilishwe na kukamilika katika kazi ya Mungu. That's the heart of God, and that is why God has established his servants. Bwana sifiwe. Kila mtu umeletwa hapa, Mungu amekuleta na sababu. Bwana sifiwe. Mungu amekuleta na sababu. Na kama hautaelewa moyo wa Mungu, utaishi tu maisha yako. Uko kanisani lakini unaishi maisha yako. That is why ukisoma hiyo Ephesians anasema alifanya wengine wachungaji, mitume na walimu ili kuwakamilisha watakatifu. That is the heart of God, because God is looking for a perfect relationship between you and him. God is looking for a perfect relationship. Ile uhusiano uliokamilika. Ndio maana kwanza anang'ang'ana ili akukamilishe. Lakini atatumia watumishi wake kukukamilisha katika njia yake. Kukukamilisha katika njia yake. Bwana sifiwe. Wakati the Samaritan alipeleka ule man who was beaten by robbers to the inn. Amen. Biblia inasema alipoondoka alipea the innkeeper 2 dinari. Bwana sifiwe. Akamwambia take care of him. Lakini kuna jambo moja alisema, and if you use more when I come, I will pay you back. Alimpea 2 dinari na akamwambia if you use more. Nilipokuwa nasoma hiyo scripture nikaielewa. These 2 dinaries are the gifts of the Holy Spirit that you will use to serve the people of God. But anasema ya kwamba if you use more, then as a servant of God, sometimes you'll have to go to an extra mile to serve a servant of God or to serve the people of God. Bwana sifiwe. Sometimes you'll have to use your own money. Bwana sifiwe. Saa zingine wewe ni mchungaji, mshirika amekwama, amekupigia simu, utafanya nini? That is why ukisoma hiyo Ephesians chapter 4 verse 12 inaongea kuhusu these 3 things. Inaongea kuhusu equipping the saints. Hiyo ndio ya kwanza. Ya pili, for the work of the ministry. Na ya tatu, for the building of the body of Christ. Kumbe Mungu anataka mwili wa Kristo ijengwe. Bwana sifiwe. Ya kwanza ni wa Kristo wakamilishwe. The saints to be equipped. Baada ya kukuwa equipped, they should be used for the work of the ministry. Kwa Mungu anataka kazi ya huduma iendelee. Na itaendelea na hawa ambaye amewaleta. Na huduma ikiendelea na mwili wa Kristo ifanywe nini? Ijengeke. Nani atajenga huo mwili wa Kristo? Nani atajenga huo mwili wa Kristo? Let's read this scripture. Ephesians chapter 4:16. Katika yeye mwili wote ukiungamanishwa na kushikanishwa kwa msaada wa kila kiungo
kwa kadri ya utendaji wa kila sehemu moja moja. Huukuza mwili upate kujijenga mwenyewe katika upendo. Kwa utendaji wa kila sehemu moja moja. Kwa utendaji wa kila sehemu moja moja. Bwana asifiwe. Kwa utendaji wa kila sehemu moja moja. Sio sehemu zingine. Biblia haijasema sehemu zingine, hapana. Kila sehemu moja moja. Kila sehemu moja. Kumbe kila mtu ambaye Mungu ameleta hapa ndani ni sehemu ya mwili wa nani? Bwana asifiwe. Amen. Kila mtu ambaye Mungu ameleta hapa ndani ni sehemu ya mwili wa Kristo. Na Biblia inasema kila sehemu moja moja lazima itende kazi ili mwili ijengeke. Na wewe unasema huna kazi. Wewe unasema wewe ni mshirika tu. Hiyo kanisa iko na wenyewe. Nani alikwambia? Wewe unajua wenyewe? Ni nani alikuokoa? Bwana sifiwe. Ni nani alikuokoa? Ni nani alikuleta hapa? Ni hao wenyewe. Kila sehemu moja moja. Kila sehemu iko na kazi yake. Ndio maana nakwambia we mama, kuna kazi Mungu anataka ufanye hapa. Hajakuleta hapa bure. Kuna kazi Mungu amekusudia kukamilisha kupitia kwako. Je, unaielewa? Kwa Biblia kulikuwa na mama moja kanisani, kazi yake ilikuwa ni kushona tu vitambaa na kubariki watu. Bwana sifiwe. Kushona vitambaa na kubariki watu. Yamkini hakuna hata siku moja alikanyaga madhabahu akihubiri. Hakuna hata siku moja pengine alikanyaga hapa akihubiri, lakini ile siku alikufa wamama wakaanza kulia na mavitambaa. Bwana sifiwe. Maana wanakumbuka ile kazi yake. Kuna kazi Mungu amekuleta hapa. Na hiyo kazi itajenga mwili wa Kristo. Because lazima mwili wa Kristo ujengwe. Wewe ukifanya sehemu yako, huyu anafanya sehemu yake, huyu anafanya sehemu yake, mwili wa Kristo ujengwe. Je, waelewa sababu ya Mungu kukuokoa? Ama wewe wachukulia vitu tu kimzaha tu? Wachukulia vitu kimwili tu? Sisi tumeokoka tu. Unadhani Mungu alikosa watu wa kuokoa ndiye akakuokoa? Bwana sifiwe. Mungu aliangalia watu wa kuokoa akakosa. Kawacha nivumilie na huyu. Mungu alikuokoa kwa sababu hapo na mpango. Mungu alikuokoa kwa sababu hapo na kusudi. But do you understand? Ndio maana nakutahadharisha usije ukafika kama Saul. Na kutahadharisha nyinyi mlioko mahali hapa, na kutahadharisha usije ukafika kama Saul. Mungu aseme sijui kwa nini niliokoa wewe. Bwana asifiwe. Maana kuna ile kazi Mungu alitaka kufanya na wewe lakini haufanyi. Na nyinyi watumishi ambaye Mungu amewapatia neema ya kutumika, elewa ya kwamba kuna kitu Mungu anakusudia na maisha yako. Hata katika hiyo huduma ambayo unahudumia, elewa ya kwamba kuna kusudi ya Mungu katika maisha yako. And one of the reasons is to build the body of Christ. Bwana sifiwe. Sababu kubwa ni kujenga mwili wa nani? Wa Kristo. So that the body of Christ may be complete. Bwana sifiwe. Ili mwili wa Kristo ikakamilike. And let us build the body of Christ so that the body of Christ may be complete. Kila sehemu ikifanya sehemu yake. Maana hiyo ndio kusudi na mapenzi ya Mungu. Ndio Mungu anatupa nafasi nyingine tena.